unawahudumia kama mimi nilivyo na passion hapa ya kuwahudumia. Si ndio jamani? Si mnaona passion yangu yani naandaa mpaka mikutano kama hii. Hiyo ni passion. Kwa sababu nataka muunderstand, muelewe kwa nini mnagombana na mabosi wenu. Nataka niwape mbinu namna gani mnaweza mkatimiza malengo yenu ya kutafuta mitaji kupitia hii kazi. Hiyo ni passion, nafanya na hari, nafanya na shauku kubwa. Mkija hapa kila siku mimi ndio nakaa pale kwenye kipindi. Mambo mangapi ninayoongea na nyinyi kupitia kile kipindi cha Wadada Center kwa wale ambao mnaweza kufuatilia. Kwa sababu wengine pia mnafuatilia umbea tu ambao haukusaidii, hauboreshi kazi yako au ufanye chochote. Lakini mimi niko kila siku kwenye kipindi na wadada tofauti tofauti wanaokuja kuwaelekeza ni namna gani mkienda kwenye hizi kazi, mpite vipi ili muweze kufanikiwa. Hiyo ni passion. Passion ni ari, ni shauku, ni njaa, ni kiu ya kila ambacho Mungu amenipa kukifanya, na kifanya kwa moyo wote na kifanya kwa upendo wote. Hivyo ndivyo ninavyowaelekeza na nyinyi mkiwa kule makazini mkafanye. Kwa hiyo traditional, shida yako sio wewe kuwa level ya traditional, una passion ambayo bosi wako ataona kabisa huyu binti ni kwamba tu ana uwezo mdogo, lakini ana moyo, ana ari, ana shauku ya kufanya kazi yake vizuri. Laiti mngekuwa mnafanya hivyo, msingegombana, hizo kauli mnazozisema zisingetokea. Hakuna bosi ukamwonyesha unyenyekevu akawa mkali, hapana. Ukiweka kiburi ile kwamba mimi nishaambiwa ni traditional, siwezi kujiongeza, siwezi kujiongoza, ndio uwezo wako umeishia hapo, lakini una jukumu sasa la kutoka hapo uende juu. Na ili uende juu lazima kuwe na muda na kuwe na majukumu ya kufanya. Ndio maana mkataba wetu ni wa mwaka mmoja. Tukiamini ndani ya mwaka ukaenda pale kwa nguvu zote za kufanya kazi, ukirudi hapa wewe sio traditional tena. Haya, kwa hiyo madam umenielewa. Nimesema ubaki na mic, kama una swali uniulize. Lakini nilitaka nitoe huo ufafanuzi wa mambo mawili. Hayo mambo ya kusema nataka uishi kama ndugu. Tena wadada ndio mna hiyo tabia. Mnatumia hiyo kauli, hiyo lugha ili msifanye wajibu wenu, na ndio maana sisi huwa hatuipendi. Wewe ukitaka bosi wako awe ndugu yako, fanya majukumu yake vizuri uone. Lakini mnataka aishi kama ndugu, niishi kama ndugu, niishi kama ndugu yake ili uanze kuacha kufanya majukumu yake. Hapana. Ndio maana sisi tunaondoa hayo mazoea ambayo yanaweza kupelekea msifanye majukumu yenu vizuri. Haya. Nafikiri imeeleweka. Labda sasa twende kwenye mada, maana hii yenyewe tu imeshatupeleka kwenye mada ya leo. Nadhani madam mkurugenzi ameshatufungulia sasa mada, kwa sababu ameshamuelezea vizuri mada mapao tofauti kidogo, japo amegusa kwa hiyo level ya traditional, ila kwa zaidi sasa tutamrudishia mic tena madam, ili kwa sababu ameshaelezea kidogo kwa level hiyo moja, yeye ataelezea kwenye hizo levels nyingine. Lakini muda huo kuna wadada tupo nao hapa ni wadada traditional. Tuna wadada ambao ni wadada smart, wanawahudumia clients wetu. Tuna wadada professional hapa. Kwa hiyo tutaomba pia kwenye hichi kipengele cha kwanza ambacho kinasema hivi, wadada wapo tayari kutoa ubora kulingana na level zao. Kwa sababu tayari tupo hapa wadada wa levels tofauti tofauti, tutapata pia kuwasikiliza wadada watatu kulingana na hizo levels zao. Lakini kwa sababu level iliyoelezewa na madam ni level moja ya traditional, na mimi naomba dada mmoja ambaye ni level ya traditional, yeye atupe experience yake kidogo ya utendaji kazi wake huko kazini, then madam ataendelea. Kwa hiyo nitampa dada mmoja ambaye anafanya kazi kwa level ya traditional dada. Okay, watuambie yani hivyo sasa, kulingana na ambavyo tumepata maelezo, kulingana na namna ambavyo wewe unaujua mkataba wako, kulingana na namna ambavyo wewe ulipangiwa majukumu yako kama level ya traditional, utuambie sasa utendaji kazi wako wewe unaufanya vipi kulingana na maelekezo ya mkurugenzi. Tupo pamoja? Kwa hiyo wadada watatu wanne tunaamini tutapata experience 4 tofauti tofauti. Kwenye meza hii kila meza atatoka mtu mmoja. Kwenye meza hii dada mmoja traditional. Mnakimbia maiki, alafu waongee watu wengine, si watu wale wale. Ina maana nyinyi hamjui level ya traditional ubora wake ukoje. Sasa nafanyaje kuhusu? Kuhusu. Haya, mnyang'anye maiki huyo, lakini utachangia. Sikiliza wenzako. Okay, kwenye meza hii traditional dada mmoja. Kwani wadada wote mlioko ni professional au smart? Okay. Au ni smart? Huko hamna traditional Leo tuelewane kabisa ubora wa kila daraja. Tuelewane kabisa ubora wa kila daraja, ili yule ambaye anataka kubaki kwenye hilo daraja amue kubaki,
na wale ambao wanataka kutoka kwenye hayo madaraja kwenda madaraja ya juu pia waamue. Inawezekana watu wamepangiwa kwenye madaraja ambayo wao wenyewe hawayajui, lakini licha tu ya kutokuyajua hawana dira, yani hawajui mwakani, baada ya mwaka unataka kufika level ipi au unataka kuwa nani. Au ndio wao mkikutana tu na maboda, kazi zinaishia hapo hapo, maana hujielewi, sasa huna malengo. Lakini ukiwa na malengo unatoka level ya kwanza unaenda ya pili unaenda ya tatu. Haya, karibuni wadada, tuambieni madaraja yenu yana maana gani? Wadada Center. Wadada Center. Nguzo ya familia. Mbona mmepoa? Itikieni kwa sauti. Hawa mjala. Nimependa ulivyowachangamsha. Kweli, mbona mnaitikia kama mjala? Kwa jina naitwa Agnes James, mimi ni tradition. Mimi natumaini majukumu yangu nafanya ipasavyo, kwa sababu hata mkataba wangu unanielezea so lazima bosi anielekeze kila siku. Yatakiwa ile asubuhi nikiamka nafanya majukumu yangu kama nilivyopangiwa, naelekezwa kama kuna watoto ni 3 ni 4. Unaelekezwa asubuhi kama wanaenda ni shule. Unawasimamia, utaandalia nguo, utafanya usafi. So lazima eti boss kila siku akiamka, Agnes fanya hiki, hapana. Kwa nikielekezwa ile siku ya kwanza naomba na ratiba yangu kabisa, ili mradi nielewe nisikie nasumbuana na boss kila siku. Kuna vitu vingine vinakera, si binadamu tuna madhaifu. So kila siku mkele bosi wako. Utakuwa ujisimamie wewe kama wewe, hata kama ni tradition, jiweke kama smart. So lazima uwe tradition. Bosi mwenyewe atakupenda, ataona kabisa huyu anajali majukumu yake japo ni tradition. Asante. Jamani, mpigieni makofi. Na nataka niwahakikishie alichokisema kama anakimaanisha. Huyu dada akimaliza mkataba anaenda smart. Akimaliza mkataba anafanyaje? Anaenda smart. Na hivyo ndivyo, hayo ndio matarajio yetu kwa wadada ambao ni traditional. Kwamba hata kama umepangwa na kituo traditional, umekaa hapa hatujakuelewa tukakwambia nenda traditional dada, maana yake tunakupa chansi ya wewe kwenda kujinoa na kutithibitishia kwamba wewe sio traditional bali ni smart dada. Kwa hiyo na yeye ameongea vizuri sana 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 sana. Agnes, hongera sana kama kweli utaendelea hivyo, na najua tulikupangia kwa mabosi wazuri sana wale. Yaani ukiendelea hivyo, wewe ukimaliza huo mkataba lazima utapangiwa kama smart. Asante, natumaini bosi wangu kweli yani nimuelewa. Nimepata bosi, labda mimi tu ndo niwe mgaigai. Ila kwa bosi wangu nampa hongera zake. Hongera na wewe kwa kujitambua, kwa sababu kitendo cha dada kujua kwamba nisingependa bosi arudie. Wengine hawajali, ndio maana mabosi wanarudia. Wewe kama unajali kitu ambacho umeelekezwa leo, kwa nini hata usikiandike? Simu mnazo, andika hata kwenye noti yako. Tafuta kidaftari chako cha kuandika vitu vyako ambavyo unajua bosi wangu anapenda nivifanye. Lakini hamfanyi hivyo kwa sababu hamjali, umesharidhika na utraditional. Taishia traditional na mwisho ndio hivyo nimesema. Boda akija anaondoka na wewe. Ukirudi una watoto ambao huwezi kuwahudumia. Unaanza kutusumbua. Jamani Wadada Center, naweza kuja na mtoto wangu? Na masomo tunakupa hapa uyasikilizi. Shauri yenu. Haya, tuendelee. Okay, tunaendelea na traditional mwingine. Muda huo madam naomba hata smart kama wapo katikati yetu watuambie ubora wao kwenye smart, kitu gani mabosi wanakitarajia. Okay, naomba tumalizie kwanza huyu hapa traditional mwingine wa pili, alafu tuhamie smart. Wadada Center. Kwa mimi hapa naitwa Lightness Ngole, ni level ya traditional. Kwa mimi nilivyofika siku ya kwanza nilimwambia bosi anipe majukumu yangu, ratiba zote. Bosi akanipa, japokuwa kuweka ratiba akunipangia ile ratiba mfululizo, ile ratiba kila siku. Nilivyomwambia siku ya kwanza akasema atatengeneza ratiba. Nikasema sawa. Nikaambia siku ya pili nikaona yuko busy, nikaamua nijitengenezeni mwenyewe ratiba yangu ya mazingira, maana muda mwingi yuko busy. Kwa asubuhi naamka nafanya usafi, naandaa chai asubuhi mpaka nafika saa 4 kila kitu nishamaliza. Hadi mwenyewe akanipenda. Nashukuru Mungu napata bosi mzuri. Tunaelewana. Yani wananidumia kama, yani mimi pale kama mjukuu, ni mabosi wangu ni wakubwa.
Kwa hiyo naishi nao vizuri, tunaishi kwa amani. Wow. Makofi. Sasa mimi nataka tu niwaambie siri ya huo upendo sio kwa sababu wanakupenda, kwa sababu ni ndugu yao, wamekuona binti yao, mjukuu wao wanataka kukusaidia. Umefika kwanza ukajitambua kwamba umeenda kufanya nini pale. Ulivofika pale ukaomba ratiba ili uweze kupangilia majukumu vizuri. Maana yake kile walichokuwa wanakihitaji wamekipata kutoka kwako. Yaani umefika umeonyesha unajitambua, unajua nini kimekupeleka, umeomba ratiba. Mbali ya kwamba ile ratiba walishindwa kukupa kutokana na ubize, ulitengeneza ratiba. Hiyo ndio siri ya upendo ambao wao wamekukumbatia, unaishi kwa amani, unafanya kazi zako vizuri. Na kinyume chake ni wale ambao bosi anahitaji majukumu yake yafanyike. Umefika pale, umeomba ratiba, pengine ndio hivyo, ni bosi wa aina hiyo yuko bize ameshindwa kukupa ratiba. Wewe huwezi kujiongeza, huwezi kujitengenezea ratiba. Lazima vurugu zitaanza. Ndio hizo mtasema mabosi wana kauli ngumu, wana kauli za mmesema za aje sijui. Kauli tata. Lakini siri ni moja tu. Ulipo kwenda pale umefanyika msaada? Umeenda pale ukafocus kwamba niko hapa kumsaidia au kuwasaidia hawa watu majukumu ambayo wamefanya waende wa dada center ili wachukue mtu, au popote pale. Ukiwa huko nyumbani unawawaza mabosi wako au unajifikiria wewe kwamba nimekuja hapa sasa mwisho wa mwezi napokea hela. Uko kwenye simu, uko kwenye TikTok, uko wapi? Uko kwenye TikTok kuananga mabosi. Hawa mabosi wanarombaya sana. Huna ulichokifanya. Yaani hapo ulipo tu unasema mabosi wanarombaya, hujafanya shughuli zao. Lazima mtaona kazi hizi ni ngumu na mtawaona mabosi ni makorofi. Lakini dada umeongea vizuri. Licha ya wewe ni traditional, lakini umeanza kuapply kama dada smart. Na ukiweka nguvu unafika kwenye hiyo level ya smart, kwa sababu wadada smart siri yao ni moja tu. Wana focus na majukumu yao na wanahakikisha wanajiongeza hata vile vitu ambavyo hawajapangiwa kuvifanya wanafanya. Hongera sana. Leo tuna bahati wadada ambao wanachangia mada kwa level ya traditional, wengi wao wanaonekana kuwa na zile tabia za wadada wetu wa smart. Kwa hiyo tunategemea kwa mwakani hawa wakisoma zile nini zetu ulizoandaa watakuja kuwa zile course zetu, program yetu tunayo. Tuna course tumeandaa ambayo itawasaidia wale ambao wanataka kupandisha madaraja yao, wale wanaotaka. Kwa sababu kuna wengine wanataka lakini wanakosa miongozo. Kwa hiyo kuna kozi maalum, na hii tumeiweka special kwa sababu gani? Hapa kituoni tunawapa mafunzo mengi sana, lakini kwa sababu mtu hana ile nia, unajua saa nyingine vitu hawa dada wanapewa sana vitu vingi vya bure. Si amlipi chochote jamani. Kwanza mnaingia, mtahudumiwa hapa, mtakula bure, mtalala, mnapata kazi bure, yani vurugu mechi. Semina kama hizi bado mkija ni hivyo hivyo, si ndio? Sisi tunaona hebu tuwawekee kitu ambacho mtatuonyesha mnania. Ndio hiyo kozi sasa. Hiyo kozi ni mtu ambaye atasema sasa nimeshafanya kazi miezi yangu 2-3, ngoja niingie kwenye hii kozi sasa. Ili nikitoka hapo, kwanza wewe unatuonyesha uko serious, lakini yale tutakayokuelekeza, ule mwongozo tutakaokupa, ukipita mle na utapita kwa sababu umetoa hela yako. Kitu unachokilipia hela huwezi kukiacha kikaenda bure bure. Wanakithamini. Unakithamini. Kwa hiyo tutakupa mwongozo ambao utaufanyia kazi, utaboresha kazi zako vibaya sana, na ukirudi hapa unarudi kama smart dada. Kwa hiyo kwa wale ambao mnaongea kama smart, jitahidini kuingia kwenye hiyo kozi, ili kama bado mna nia ya kukaa kwenye kazi za ndani, basi mfanye kwenye level hizi za smart na professional. Haya, tuendelee. Okay, tuna dada mwingine, ni dada yetu smart, amemaliza mkataba, naye atatupa experience ya smart na aseme tabia ama hizo sifa tunazozihitaji kwa level ya dada smart. Wadada Center. Kwa majina naitwa Christina Amos, nimemaliza smart dada 2024-2025, nilikuwa mwaka mmoja nimefanya Zanzibar. Kwa level ya traditional kama alivyosema wenzangu kwamba usijifanye wewe traditional kwamba mimi ni wa nyuma tu. Yaani maisha sasa hivi karne hii lazima wewe hata kama haujui kitu inabidi ufocus uwe sawa na ule ambaye anajua. Kwa mfano mimi ni smart nilikuwa, lakini nilifocus na kufocus kwa ujuzi wangu wote ili niwe professional. Kwa sababu gani? Sikuwa na nia wala na lengo la kubaki kwenye smart dada. Nilikuwa na nia na lengo la kwenda kwenye professional. Kwa hiyo katika sera na zungumzia kwa level yangu ya smart,
ukiwa smart, kitu cha kwanza unatakiwa ujiongeze na ujiongoze. Kama mimi mara ya kwanza nilivyofika, yani sikupewa mwongozo wote, lakini tu ile mtu unajua kabisa hata kama maisha ya kawaida ukienda kwa mtu huwezi kuamka sijui saa 4 kama nyumbani saa 2, wenye nyumba wameamka bado umelala. Itabidi nayo udamke, uweke hata alarm, uamke mapema kabla yao. Mtu hata akiamka akikuta huyu kashapika chai, kasfagia ndani, anaona kalelewa vizuri. Kwa hiyo hata mimi nilivyoenda kule nilikuwa naamka mapema. Bosi wangu aliniambia unatakiwa mke muda fulani, uandae watoto, wapeleke stendi, na nilifuata mwongozo wake, lakini hakuniambia sijui kuhusu chochote, sijui kazi nini. Siku ya kwanza aliniacha, lakini alirudi akakuta vitu vyake viko safi na akanipenda. Nilimpenda pia mpaka nikamaliza naye mkataba, lakini sikuwa na lengo la kusema nibaki smart. Vitu vingine nilikuwa najiongeza, yani naongeza ujuzi wangu. Kufurahi kwake mimi naongezea nyota kwamba kumbe hapa nilimejiongeza, ameifanya vizuri, amependa hivyo. Asanteni. Okay, na maswali. Nimependa ni smart ambaye ana vision za kwenda, ndoto za kwenda kwenye professional. Hicho nimefurahi sana. Sasa ni juhudi gani ambazo unafanya ili uweze kwenda ufike kwenye hii level ya professional? Juhudi ambazo natakiwa ufanye, kitu cha kwanza unazofanya wewe sasa, maana yake wewe bado hujafika professional. Umekuwa smart. Nini unachofanya ili ufike level ya juu? Kitu ambacho nafanya ili nifike level ya juu, niendeleze ujuzi wangu wa kujifunza, kwamba sawa nilikuwa na deki kwa kiwango hiki, lakini nilikuwa kama nimeacha sehemu nyuma, itabidi niongeze ule ujuzi. Ndio maana hata nilivyokuja hapa sikujifanya mimi mwenyeji, nimejifanya mgeni pia. Wakiniambia fanya kitu hiki naenda. Christina deki hapa na deki. Twende ukatusaidie kitu hiki naenda. Sikujifanya tena mimi ni mwenyeji, sijui ninapajua hapa nijibweke, hapana. Maisha yako hivyo. Utakao ujifunze, hata kama mtu unajua na kitu kidogo, chukua kile kitu ongezea. Wow. Na nimependa kuna pointi amesema pale kubwa sana kwamba nilikuwa na deki hivi lakini inabidi niongeze ujuzi wa kudeki. Na nafikiri kwa wale kama mmeshawapitisha kwenye ule mwongozo, utaona tunapozungumzia either malezi, mpaka niliona hapa wanacheza na watoto, nikasema ule mwongozo ndio umewapa hizo akili. Lini mlikuwa mnacheza mpira hapa? Jana na juzi Lakini mlikuwa mnajua hicho kitu? Nyie mlikuwa mnacheza mpira hapa, wewe hapo, wewe ulikuwa unajua hicho kitu? Mmekaa siku zote hamjafanya, lakini huo mwongozo tulivyo hapa tu wadada walioko hapa, niliona vitu vilivyopo kwenye ule mwongozo wanaviapply. Ghafla nikaanza kuona watoto wangu wanafurahi, nikasema kuna nini kimetokea? Maana siku zote wanakuaga ndani wanacheza game wenyewe. Na kuja nje nakuta wadada wanacheza mpira, nikasema kutakuwa kuna kitu, sio bure bure. Hawa walikuwa hapa, hawakwenda kucheza mpira na watoto nje, imekuaje? Lakini kajiongeza kwamba kuna awareness mpya wamepata na wakaifanyia kazi. Kwa hiyo hata kwenye usafi pia ule mwongozo unatoa details za usafi wa deep cleaning. Si ndio jamani? Maana kuna usafi wa kila siku, kuna wa wiki na kuna wa mwezi. Sasa ukipata ile awareness vizuri, alafu uko katika mazingira ambayo unaweza kupractice, lazima utavuka viwango, utakwenda kwenye viwango. Kwa hiyo dada smart amesema nilikuwa na deki hivi lakini inabidi nijiongeze. Sasa tunao mwongozo ambao utakusaidia yani kuongeza huo ujuzi wako ili uweze kufika level ya professional. Na mimi na uhakika huo mwongozo ukiupata ukatembea nao ndani ya mwaka mmoja, sasa hivi ukija ni professional. Na tunakokwenda tutawapa na certificate kabisa kwamba huyu dada amefanya kazi na Wadada Center katika ngazi ya professional, na mshahara wako tunaweka pale. Maana yake kuanzia hapo unakuwa ni mtu wa kufanya kazi na watu wenye uwezo wa kukulipa hivyo, kwa sababu unakuwa una backup, una vyeti. Watu wanakujaga hapa kuomba kazi, wanatupa uzoefu, nimefanya kazi kwa wazungu au nimefanya kazi huku. Tunawaambia leta vyeti au document ambazo zinaonyesha uliwafanyia kazi hawa watu. Kwa hiyo zile zinakubeba. Kwa unapofanya kazi na Wadada Center, chukulia pia uko shule. Ukitoka kwenye ngazi ya traditional, kama umemfanyia kazi vizuri madam, haoni shida kukurecommend na kukuandikia certificate nzuri kwamba huyu dada ni mzuri, ni mchapakazi, ni msikivu. Ile itakupandisha daraja. Lakini ni kama mtaonyesha viwango vya ubora, na hivyo viwango sisi tunawapa awareness. Ni wewe sasa, sisi tutakufundisha, lakini ni jukumu lako kuyafanyia kazi yale tunayowafundisha.